Taifa 17 wa bara Ulaya na Marekani wanaishinikiza serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi huru kuhusiana na mauaji ya raia wakati wa machafuko ya uchaguzi nchini humo. Mabalozi hao wanataka mashirika ya kijamii na kidini pamoja na wanasiasa kutoka pande zote kujumuishwa kwenye kamati iliyoundwa ili kufanya uchunguzi huru na wa haki na wa kubaini ukweli. Na kama anavyoarifu Ben Kirui, mabalozi hao pia wanataka serikali ya Tanzania kukabidhi familia zilizoathirika miili ya jamaa zao ambayo inazuiliwa na serikali. Samia Suluhu Hassan. Wanasema mikosi ikianza haikatiki, na katika kile kinachoonekana kama mwiba kwenye kidonda kinachofuja usaha, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kupashwa vidonge kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, ikikosolewa kufuatia machafuko na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Sasa balozi za Uingereza, Canada, Norway na nchi nyingine 13 za Ulaya zimetoa taarifa ya pamoja kulaani mauaji, utekaji nyara, vikosi vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Taarifa hiyo iliyoridhiwa pia na Marekani na Umoja wa Bara Ulaya inataja ripoti za kuaminika kutoka kwa mashirika mbalimbali ya Tanzania na ya kimataifa zinazotoa ushuhuda kuhusu mauaji ya halaiki, kukamatwa kwa raia na viongozi wa upinzani kiholela, kutoweka kwa watu na juhudi za kuficha mili ya waathiriwa. Mabalozi hao wakiitaka serikali ya Tanzania kuachilia mara moja mili ya waliouawa na kuzipokeza familia zao mili hiyo, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa na waandamanaji, na kuhakikisha kuwa walioko rumande wanapata msaada wa mawakili na huduma za matibabu. Pia wameshinikiza serikali kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC katika ripoti zao kuhusu uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, ambazo zilibainisha wazi changamoto zilizosababisha uchaguzi kutokuwa wa haki na huru. Aidha, mabalozi hao wameishtumu serikali ya Tanzania na haswa vikosi vya polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kuitaka serikali kuondoa vikwazo vinavyobana uhuru wa vyombo vya habari na upatikanaji wa taarifa, wakisema vikwazo hivyo vinakiuka wajibu wa kimataifa wa Tanzania. Japo mabalozi wameunga mkono kuundwa kwa kamati maalum ya kuangazia machafuko na vifo vilivyotokea, mabalozi hao wanapendekeza kujumuishwa kwa mashirika ya kijamii, mashirika ya dini na wadau wote wa kisiasa ili kamati hiyo iangazie masuala hayo kwa uwazi na bila kuingiliwa na serikali. Shinikizo dhidi ya Rais Samia zinajiri siku chache tu baada ya kauli zake kali akizikemea nchi za kigeni kwa kile alichokitaja kama kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Uchaguzi wa Tanzania ulifanyika katika mazingira magumu, ikiwemo kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na mabadiliko ya sheria yaliyopunguza uadilifu wa mfumo wa uchaguzi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.